Maana katika jina lako Baba kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndiye Bwana. Kwa neema yako Bwana tumemaliza kitabu cha Yoshua, na leo Baba wa rehema tuko tayari uweke Baba msingi wa kitabu cha Waamuzi. Baba, usipotufundisha neno lako sisi hatuwezi, maana tunayaweza yote katika ututie nguvu. Na Baba, Roho Mtakatifu tuliyeahidiwa na Bwana Yesu ya kuwa ni mwalimu bora na msaidizi na mfariji wetu, achukue nafasi yake. Na Baba, vifungo vinavyozuia watu kutokuelewa neno lako Baba tunayaondoa, tunang'oa mapando yote, tunavunja madhabahu zote. Na Baba, maana neno ni wewe na wewe ni neno, neno lako lipitapo Baba, maana katika neno vyote vilifanyika. Maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Neno lako Baba ipite katika nafsi ya mtu huyu, ipite katika roho ya mtu huyu, ipite katika mwili wa mtu huyu. Neno Baba liking'oa mapando yote aliyepandwa kinyume naye, likifunua Baba vifuniko vyote vilivyomfunika, na Baba zikiondoa mabaya yote. Neno limkarabati, neno limhuishe, neno limuumbe tena upya. Neno lako Baba liwasaidie viongozi wetu Baba wa kitaifa. Neno lako Baba ibariki Baba viongozi wetu, ongoze vizuri Baba. Leta amani kati ya viongozi Baba wa kitaifa pamoja na Baba viongozi wa kidini. Na Baba wa rehema uguse kila Mtanzania na uchumi wa kila Mtanzania na uchumi wa Tanzania. Baba wa rehema, amani yako itamalaki katika taifa letu. Na Baba, ile neno njema uliyepanga itoke katika nchi yetu, ikienda kusaidia mataifa mengine. Iweje Baba taifa letu ilisaidia mataifa mengi yakapata uhuru Baba. Baba, taifa letu isaidie mataifa mengi wapate uhuru wa kiroho Baba, wakitoka Baba katika kuwa watumwa wa dhambi, na Baba wakipata kuwa ni watumwa wa haki. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Taifa letu la Tanzania ilisaidia mataifa mengi sana Afrika kupata uhuru. Je, taifa letu liko tayari tena kusaidia mataifa mengi wapate uhuru wa kiroho? Hilo nalo ni neno, hebu pigia Bwana makofi makubwa. Nasema hivi, kuna kitu ambacho Mungu anakianzisha kwenye taifa letu. Ndio maana naona kuna msuguano mkubwa sana. Hakuna sehemu kuna msuguano sana ya neno la Mungu kama nchi yetu ya Tanzania. Na ndio maana shetani naye hakubali. Lakini wacha nikwambie kitu kimoja. Mungu hufanya kazi na mambo manyonge. Mungu afanye kazi na mambo yanayojikweza. Ndio maana hakuna aliyejua kama Nazareti ingetokea jambo jema. Lakini sasa Nazareti ilikuwa katika urithi wa Zabuloni kama tulivyoona kwenye kitabu cha Yoshua. Lakini kwa Nazareti iwepo pale Zabuloni, ili tu Yusufu atakapokimbia na mtoto na mama yake akiwa Misri, malaika aje amwambia kwa waliyetafuta maisha ya mtoto wamekwisha kufa, chukua mtoto urudi katika nchi yako. Lakini anapofika pale katika nchi yake, anapofika pale Yerusalemu, anakuta Ankelao mwanae Herode mkuu akitawala, na anaogopa kabisa, maana Ankelao alikuwa ni mkali kweli kweli. Akadhani huyu Ankelao yawezekana akaenda kinyume naye. Yusufu anaamua kwenda kukaa Nazareti ili timie ile neno la unabii kuwa ataitwa Mnazarayo. Mnazarayo ni neno la Kiebrania yenye maana Nazareti, lakini Yesu akasema kuwa mji wa Zabuloni iliyopo pwani wa nini? Wa bahari. Jua limefanya nini? Ama nuru imefanya nini? Imeangazia. Maana alienda akakaa pale. Sehemu Yesu aliishi muda mrefu kuliko sehemu nyingine hapa duniani, Nazareti. Ndio maana akaitwa Mnazareti ama Mnazarayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo niko kwenye kitabu cha Waamuzi. Namshukuru Mungu sana aliyetuwezesha hata kuweza kumaliza kitabu cha Yoshua. Hakuna kitabu chenye mbolea kama kitabu cha Yoshua, kwa sababu ukitaka kwenda kwenye hatima yako unatakiwa basi upitie kitabu cha Yoshua. Watu wa Mungu, mimi nasema hivi, Biblia inakuwa tamu pale ambapo unakuwa umeelewa sehemu nyingine. Usipoelewa sehemu ile tangulia uwezi. Nilisema hivi, huwezi kuelewa kitabu cha Kutoka pasipo kuelewa kitabu cha Mwanzo.
asikudanganye mtu. Huwezi kuelewa kitabu cha mambo ya Walawi pasipo kuelewa kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Kutoka. Maana kitabu cha Kutoka ni mwendelezo wa kitabu cha Mwanzo. Pale ambapo kitabu cha Mwanzo imeishia, hapo ndipo kitabu cha Kutoka inaendelea. Na pale ambapo kitabu cha Kutoka inaishia, pale ambapo hema ile inafunikwa na utukufu wa Bwana, pale ndipo kitabu cha mambo ya Walawi inafanya nini? Inaanzia pale. Na pale ambapo kitabu cha mambo ya Walawi inaishia, pale wameshafundishwa, wamefundishika, sasa ndipo kitabu cha Hesabu inaanzia kuwa wanakuwa na maandalizi, wanakuwa na Pasaka, alafu baada ya hapo wanaanza safari. Umeona sasa? Pale ambapo kitabu cha Hesabu ilipofikia, pale katika mwaka wa 40 wanapofika katika tambarare ya Moabu, ama katika ile eneo la Shitimu, bila shaka pale ndipo kitabu cha Kumbukumbu la Torati inafanya nini? Inaanzia pale ambapo Musa anapanda kwenye mlima gani? Milima Abarim, katika mlima Nebo, na katika kilele cha Pisga, pale anavyokufa, pale ndio kitabu cha Yoshua inaanzia kuwa inuka juu, maana mtumishi wangu Musa amefanya nini? Amekufa. Hebu nipe makofi kwa ajili ya Bwana kwanza. Pale ambapo kitabu cha Yoshua inaishia, Yoshua anakufa, Eliazari anakufa, na mifupa ya Yusufu inazikwa, na wale wazee waliokuwa pamoja naye wanakufa. Pale ndipo kitabu cha Waamuzi inaanzia. Lakini sasa utaelewaje kitabu cha Waamuzi pasipo kuelewa kitabu cha Yoshua? Ndio maana sema hivi, dunia ikae mkao wa nini? Dunia ikae mkao wa sisi kwenda. Nani yuko tayari kwenda pamoja nami katika neno la Mungu? Hizi bla achana nayo. Achana bla. Mimi naye kufundisha hapa najua. Kwani mimi sikai na wao, najua. Ndio maana nakwambia, kaa chini, jifunze neno la Mungu. Siku moja utaelewa nakwambia. Mimi nakwambia kwa sababu nimekutana na watu hatari ambao wao wanajiona, lakini walikaa chini wakanyosha mguu na wakakubali Yesu ni nani? Wakamuona Yesu ndani. Maana kuna wakati watu wa Mungu, kuna kitu inakuwa hatari. Kuna wakati mwingine andiko linapotea, lakini kwa kunena kwa lugha andiko linakuja. Nani amewahi kuona jambo ile kitokea hapa? Kuna wakati andiko alipo, lakini kunena kwa lugha naunganisha mtu kwenye kiti cha enzi, alafu andiko linakuja papo kwa hapo. Ndio maana nasema hivi, Mungu hufanya maandalizi kabla hajafanya jambo kubwa. Ndio maana kabla Yesu ajaja palikuwa na maandalizi. Kabla taifa la Israeli kuwa taifa, Mungu alikuwa na maandalizi kwa ajili ya taifa la Israeli. Kabla hawajaingia nchi ya Kanaani, waliweka nini? Kambi yao pale katika tambarare ya Moabu ama eneo la Shitimu, wakakaa pale katika maandalizi. Musa akifanya maandalizi kwenye kitabu gani? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, akiwapa usia, akipitia kila sheria, hatimaye anafanya agano nao, na baada ya hapo amekamilisha kazi. Lakini Yoshua pia anaanza pale kwenye maandalizi. Nasema hivi, tulianza kama mchezo, tukaendelea kama mchezo, lakini wacha nikwambie, usidhani kama iko kama ilivyokuwa. Baadaye nitakaribisha maoni, utaona. Hebu sasa, kitabu cha Waamuzi ni kitabu cha 7 kwenye Biblia. Biblia ya Protestanti. Biblia ya Protestanti ni Biblia ambayo inayo vitabu 66. Kuna Biblia ambayo ina vitabu zaidi ya 66. Sihitaji kuongea habari za hayo kwa sababu mimi siongei mambo yasiyonihusu, lakini Biblia ya Protestanti ni Biblia yenye vitabu 66, ikianzia kwenye kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha mambo ya Walawi, kitabu cha Wahesabu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Joshua, Waamuzi, Ruti, Samueli wa kwanza na wa pili, Wafalme wa kwanza na wa pili, Nyakati ya kwanza na wa pili, Ezra, Nehemia, Esther, Ayubu,
Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo Bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Abakuki, Zefania, Hagai, Zekaria, Malaki, Matayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, Wakorintho wa kwanza na wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza na wa pili, Timotheo wa kwanza na wa pili, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, waraka wa kwanza na wa pili wa Petro, waraka wa kwanza, wa pili na watatu wa Yohana, Yuda na Ufunuo. Vitabu 60 ngapi? Na 6. Umeona sasa? Lakini vitabu hivyo 66 vimegawanyika mara mbili. Kuna vitabu vinavyotengenezwa Agano la Kale, vitabu vya Agano la Kale, na kuna vitabu vinavyotengeneza Agano Jipya. Vitabu vya Agano la Kale ni vitabu 39. Ukianzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki, lakini vitabu vya Agano Jipya vinaanzia kwenye kitabu cha Mathayo, lakini zikienda mpaka kitabu cha Ufunuo. Lakini mtu wa Mungu, acha nikwambie kitu kimoja. Mara nyingi watu wengi sana wanapenda kuassume. Don't assume when you don't know anything. Just be frank and tell people that you don't know. Maybe the people whom you are talking to know something about that and they will teach you. Wacha Mungu, acha nikwambie, hizi bla bla tuachane nayo. Ni wakati wa kurudi chini na kujifunza Biblia. Maana nilikuwa nasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ya kuwa Paulo akaketi kule Antiokia miaka miwili kila siku akifundisha Biblia, akishindana na wale wabishi. Miaka mingapi? Miwili. Lakini Paulo anafundisha kwenye safari zake, anafundisha mpaka saa 6 usiku, mpaka Yutiko anatoka gorofani, analemewa na usingizi, anadondoka chini na kufa. Watu wa Mungu, ni kweli Yesu alisema ya kuwa tangu enzi ya Yohana Mbatizaji mpaka sasa, ina maana mpaka wakati wa Yesu na wakati tulio nayo, ufalme wa Mungu utekwa kwa nguvu. Kujua Biblia ni vita. Shetani hayuko tayari kujua Biblia. Ndio maana mimi shetani alinipinga miaka 5. Nimewahi kusoma Biblia miaka 5 pasipo kuelewa neno moja. Nasoma mchana, nasoma na usiku mpaka saa 9, lakini natoka kapo. Lakini ilibidi nianze kufunga na kuomba, nimwambie Mungu, Mungu, nimefanya kosa gani ambayo inayenifanya nisiweze kuelewa Biblia? Maana katika hiyo miaka 5 nilikuwa naendea watu. Nikienda mtu anifundishe, mtu ananifundisha maeneo anayejua, na baki kapo. Nauliza maswali mazito mpaka nafukuzwa. Lakini nilipoanza kufunga na kuomba, Mungu alifanya mambo ya ajabu sana kwenye maisha yangu. Mungu aliniambia jambo la kwanza ya kuwa niondoe hasira na kutokusamehe aliyekuwa ndani yangu. Nilipoacha jambo hilo, Mungu alifanya njia. Nilianza kupata vitabu. Nilikuwa nikitembea njiani. Sasa nikatembea njiani tu, nikaona kitabu, nikienda kitabu cha kimungu nanunua. Na watu wa Mungu, mimi ilikuwa ni mwiko, nikiona kitabu hata kama sina, Bwana niwekee kitabu hichi, nakuja kesho. Naenda kutafuta ile, nakuja kuchukua. Watu wa Mungu, niliamua nitengeneze library yangu chumbani kwangu. Nilianza kuwasiliana na watu, mtu akisema Bwana nakuja, namwambia niletee kitabu fulani. Watu wa Mungu, nilianza kujifungia chumbani, nikianza kusoma. Naomba Mungu, alafu Mungu anaanza kunifunulia. Watu wa Mungu, Biblia ninayofundisha, hakuna mwalimu wangu ambaye amenifundisha. Hata sasa hivi kuna walimu wangu anayeniona. Hakuna aliyenifundisha, ni Roho Mtakatifu anayenifundisha. Ndio maana mambo ninayoongea ni mambo ambayo hakuna mwalimu. Ndio maana hata kule chuoni nakosoma masters, inabidi nijibu majibu mengine na jibu ili nipite mtihani. Lakini
Siwezi kufundisha wanafunzi wangu, maana najua kabisa kuwa ni nje ya misingi ya kutaka kuongoza watu kwenye ujio wa Yesu mara ya ngapi? Ya pili. Hata nilipokuwa nafanya degree, nilikuwa mambo mengine najibu ili nipite mitihani yao. Na ni kweli nilikuwa nafanya hivyo, lakini huwezi kuta nafundisha. Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Mungu amenionyesha mambo mengi sana. Ndio maana mimi, unaona mimi nafanya Bible study. It is not something that you get on a silver or a golden plate. It is something that you have to work. Not only for a few hours, but you have to work around the clock. There are so many things that you have to do. There are some of the books that you want to get in the circulation. Kuna vitabu vingine huwezi kupata kwenye mzunguko. Hata ukivipata vimeshachakachuliwa. Ndio maana lazima upate vitabu vingine vya miaka 50, 30, 40 kule 60 kule ambayo huwezi kuzipata sasa hivi. Nikupe mfano, unaona kitabu hichi? Hebu tafuta kitabu hichi uone kama utaipata. Kitabu hichi kimeandikwa mwaka gani? Nataka nikuonyeshe ili uone ninachosema kama mwanafunzi wa Agizo Kuu. Kitabu hichi kimeandikwa mwaka gani? Nikuonyeshe kitu ili uone ya kuwa tuko hapa kwa ajili ya kazi, tuko hapa kwa ajili ya mchezo. Tuko hapa kwa ajili ya kazi. Tuko hapa kwa ajili ya kazi. Na kuwatafutia mwaka uliandikwa, niliwahi kuona mahali hapa. The year that this book was written. I have read it somewhere. Just give me time. I want to show you and I will give you to go through it. Kitabu hichi, ukiangalia kitabu hichi ilivyotengenezwa, hebu angalia hata cover yake. Hii ni New and Conscience Bible Dictionary, Special Features. Hii huwezi ukaipata. Ukipata dictionary ya sasa hivi, huwezi ukapata kitabu kama hichi. Imepunguzwa kabisa. Lakini kitabu kama hichi ni vitabu ambavyo vilikuwepo kabla mwaka wa 1950. Umeona sasa? Lakini wenyewe walishazitupa. Ina maana ili upate kitabu kama hichi lazima uipate kwenye mtumba ama katika matakataka ambayo yalitupwa. Umeona sasa? Lakini kitabu hichi mimi nayo dictionary ya kisasa, lakini haiwezi kufikia kitabu hichi. Lakini kitabu hichi nilikiokota mahali kule mtu anaviuza. Anauzia kama mtu anauza vitabu vya dampo. Kitabu hichi unakokiona. Lakini umeona uimara wake inaonyesha kuwa enzi hizi watu walikuwa waangalia pesa. Watu walikuwa wanaangalia kazi. Hebu ione. Hebu ione mama kwata. Huku ni kana kwamba kuna kanguo. Hebu ona. So Mungu alifungua. Mungu alikuwa na mpango, ndio maana aliamua kuleta vitu kama hivi. Umeona sasa? Unaweza kaa na kitu kama hichi alafu usipate neema ya kuisoma na kuielewa. So watakatifu wa Bwana nasema hivi. I am not like this because somebody is teaching me. I am like this because I am reading the books. I am being guided by the Holy Spirit on how to get the books and getting the time of going through those books. Through the help of the Holy Spirit, I am able to read and understand. You can read and you don't understand. So reading it is another thing and understanding it is another thing. So these are two different things. Reading and understanding it. Ndio maana nasema hivi, kusoma hiyo ni kazi yako. Ndio maana Biblia inasema maandalizi ya moyo ni ya nani? Ya mwanadamu, lakini jawabu ya ulimi hutoka wapi? Kutoka kwa Bwana. Ndio maana mimi kusoma naweza nikasoma, lakini kuelewa ni kazi ya Bwana ili nipate kuelewa. Ndio maana ninachokuambia ninayo 100%. Uliona nilikuwa nimetoa kitu hivi. Mimi niliwahi kuchallenge science. Na tayari ndio kwenye kitabu ya kuwa dunia haizunguki. Ni jua ndio inafanya nini? Ukisoma kwa mujibu wa uumbaji, kitabu cha Mwanzo sura ya 1. Jua, mwezi na nyota ni sehemu ya uumbaji kwenye dunia ambayo iliumbwa siku ya 4. Mungu akaumba mianga katika nini? Katika anga. So anga ni sehemu ya dunia. Siku ya pili Mungu anasemaje?
Mungu anasema na paonekane anga katikati ya maji, yatenge maji yaliyopo chini na yaliyopo juu. Yaliyopo juu ya anga akayapeleka juu kabisa, yaliyopo chini ya anga yakabaki yamefunika nchi. Kisha Bwana akaliita anga nini? Mbingu. So Mungu siku ya 4 sasa anaumba nini? Anaumba jua. Lakini kumbuka ya kuwa dunia, uumbaji wa siku ya kwanza, ya pili na ya tatu inakamilika kwa uumbaji wa siku ya 4, 5 na 6. Uumbaji wa siku ya kwanza Mungu aliumba nuru, lakini nuru haikuwa mwanga wa kutosha. Ndio maana mwanga huo unakamilika kwa uumbaji wa siku ya 4, Mungu anapoumba mianga katika anga. Na katika hiyo mianga, jua ilikuwa moja kati ya mianga, mwezi moja kati ya mianga. Na tukienda kwenye kitabu cha Yoshua ile sura ya 10, tunaona kabisa kuwa Yoshua anamuomba Mungu, kisha Yoshua anaona ya kuwa giza inataka kukaribia na maadui watakimbia. Yoshua anamwambia dunia isimame. Anaambia dunia isimame. Ndio maana mimi nasema, mimi na question science. Wanatuambia mwanadamu alitoka kwa nyani, wanatuambia sijui dunia izunguki, dunia ndio inayozunguka, sijui sio jua, sijui nini. Wakati mimi hata nikikaa tu nilikuwa najiuliza zamani kabisa, kwa nini jua ndio naona inatembea? So mwana, ina maana ukisoma Biblia tayari mambo ya science moja kwa moja una refute, unaikataa. Ndio maana nasema hivi, mwanafunzi soma science, jibu science wanapotaka majibu yao, lakini akili yako weka kwenye Biblia. Biblia imebeba mwanzo jinsi ilivyokuwa na jinsi dunia inavyoendelea na jinsi mwisho itakapofanya nini, itakapokuwa. Nimesema hivyo kwa ajili ya mtu, inawezekana mtu mmoja mgeni apate kujua haya. Sasa kitabu hichi cha Waamuzi nimekuambia ni kitabu cha 7 kwenye Biblia, na kitabu cha 7 cha Biblia nimekuambia sasa vitabu katika Biblia, vitabu 66 nimekuambia vitabu hivi ambao imegawanywa mara 2, imegawanywa katika vitabu vya Agano la Kale ambao na vitabu 39 na vitabu vya Agano Jipya ambao ina vitabu vingapi? Inayo vitabu 27. Lakini watu wa Mungu, nitafundisha zaidi. Hebu sasa hivi acha niende, lakini nitakufundisha ya kuwa vitabu hivyo 39 vimegawa katika vitabu aina gani, lakini vitabu vya Agano Jipya vimegawa katika vitabu aina gani. Na utastajabika sana kuona kabisa ya kuwa vitabu 5 vya kwanza kwenye nini, vitabu 5 kwanza kwenye Biblia ukiangalia vizuri vinataka kucorrespond na vitabu 5 vya nini, vya Agano Jipya. Yaani viko kabila kabisa. So kinachofanyika, kitabu cha Waamuzi, kitabu cha 7 ni mwendelezo wa kitabu cha Yoshua, mahali ambapo kitabu cha Yoshua inaishia pale kwenye kifo cha Yoshua. Eliazari pamoja na wale wazee waliyekuwa wanafanya kazi pamoja na Yoshua, basi pale tayari inapoishia, wale wana wa Israeli wanaanza kukengeuka moja kwa moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wale walikuwa ni watu wenye shingo ngumu. Yoshua katika ile sura 23-24, Yoshua anaongea nao akiwapa hosia, akiwaandaa kama Musa alivyowaandaa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Hata Musa mwenyewe kwenye sura 32, Mungu alimwambia kuwa watu hawa unayewaona hawa wataniacha, na watakaponiacha mimi nitawapeleka mbali na mimi. Lakini Yoshua sasa Yoshua pale katika sura 24, Mungu anatumia Yoshua. Muona sasa Yoshua, ili ujue kabisa ya kuwa alikuwa ni nabii. Huwezi kuona kule nyuma, unaiona kwenye sura 24 kitabu cha Yoshua, pale ambapo Yoshua anasema hivi, enyi wana wa Israeli, isikilizeni maneno Bwana Mungu wenu anayewaambia. Mwana sasa Yoshua anawaambia mambo yaliyopita miaka mingi kabla yeye kuwepo. Ina maana akavaa viatu vya Musa, akasema kama Musa alivyokuwa anasema. Ndio maana pale Mungu anahitimisha kwa kusema kuwa Yoshua mtumishi wangu. Lakini mwanzo Yoshua kuwa mtumishi wa Mungu, Yoshua alikuwa mtumishi wa nani? Musa alikuwa mtumishi wa nani? Eliazari alikuwa ni mtumishi wa nani? Feneasi alikuwa mtumishi wa nani?
Taifa la Israeli. Haruni alikuwa mtumishi wa ngapi na nani? Taifa la Israeli. Mbona unajing'ata-ng'ata? Taifa la Israeli. Unaposema kuhani mkuu na makwani walikuwa watumishi wa wana wa Israeli ama taifa la Israeli. Unaposema Eliazari alikuwa ni aliyemrithi Haruni, nani aliyemrithi Eliazari? Maana Eliazari tayari ameshakufa. Finehasi. So mnaweza kuuliza kwa nitajie nani? Nitajie makwani wakuu watatu waliyetangulia. Ndio maana nasema hivi, tunahitaji haya yote. Ukijua haya, inakaa kwenye nini? Inakaa kwenye store yako, mtu anapotaka inatoka. So kitabu cha Waamuzi, bila shaka watu wengi sana wanakuwa wakisema kuwa haijulikani mwandishi wake, lakini sisi kama wanagizo kuu, kitabu cha Waamuzi iliandikwa na Nabii Samueli. Kitabu cha Waamuzi iliandikwa na Nabii Samueli, ingawa wengi wanasema kabisa ya kuwa mwandishi wake hajulikana, lakini tunapata concept yake pale ambapo kitabu cha Waamuzi inaishia. Umeona sasa, inaishia pale. Tunaona kitabu cha nani? Cha Rudi, alafu pale inaunganika kitabu cha Samueli wa kwanza na wa pili. Na maana kinachofanyika ni inaisha kitabu kile ikiwa bado wako wapi? Wako Shilo pale. Na wanapokuwa Shilo, kinachotokea ni Shilo inaondolewa pale kuwa jina la Bwana linaonekana Shilo, wakati tayari Samueli ameanza kuwa na akili yake. Na tayari kumbuka, katika kuondolewa jina la Bwana pale katika vile vita ambao ni Samueli wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 3, pale ndipo sasa kinachofanyika ni nini? Wale watoto wa Eli wanakwenda kufa, na Eli anakufa moja kwa moja, Samueli anachukua nafasi. Lakini tayari kumbuka ya kuwa Shilo tayari Bwana anakuwa amefanya nini? Amekataa. Maana sanduku la agano ilivyotoka Shilo, ilirudi Shilo tena. Ilivyokwenda kule kwenye nyumba ya Dagoni kule kwa Filisti, ilivyorudi ilienda wapi? Obed-Edom alikuwa anakaa katika eneo gani? Alikuwa anakaa kwa Wagibioni, lakini sehemu inaitwaje? Alikuwa anakaa sehemu inaitwa Gibea, lakini kwa Wagibioni Gibea. Na sanduku la agano lilikaa pale muda mrefu sana, mpaka wakati wa Daudi. Hapo ndipo sasa Daudi anaamua aitoe kule Gibea, aipeleke Yerusalemu, baada ya Daudi kuteka mji wa Yerusalemu kutoka kwenye Wayebusi. Lakini ikiwa njiani, tayari yule Usa anaisaidia sanduku la agano, alafu anapigwa na kufa, na Daudi anaogopa. Na kinachofuata, Daudi anaamua sanduku la agano isiende kwenye mji wa Daudi, inakwenda kwenye nyumba ya nani? Obed-Edom. Inakwenda kwenye nyumba ya Obed-Edom, inakaa pale. Baada ya miezi mitatu, nyumba Obed-Edom inabarikiwa, na Daudi anakuwa ameshafanya utafiti na kujua kosa lake ya kuwa sanduku la agano haikutakiwa kubebwa kwenye gari, ilitakiwa ibebwe na makwani 4. Na hatimaye Daudi anafanya marekebisho, na sanduku la agano linatoka kwenye nyumba ya Obed-Edom moja kwa moja inapelekwa mpaka mji wa Daudi. Lakini kumbuka ya kuwa tayari hema ya makutano inabaki wapi? Inabaki kule Gibea, lakini hema makutano inabaki pale. Lakini kilichobebwa ni sanduku la agano tu, linakwenda. Daudi anaitengenezea hema ya kumwabudu Bwana. So ikakaa kwenye hema ya kufanya nini? Ya kumwabudu Bwana, mpaka katika ile Samueli
wa pili sura ya 7, wakati Daudi anamwambia Bwana, Bwana, nataka nikujengee nyumba. Bwana anamwambia Daudi ya kuwa sijawahi kukaa kwenye nyumba tangu nilipotoa wana wa Israeli wapi? Misri. Nimekuwa nikikaa kwenye hema. Wewe huwezi kunitengenezea nyumba. Ina maana nyumba ya kwanza Bwana kuweza kukaa ilikuwa ni nyumba aliyejenga mfalme Suleimani. Alijenga wapi, Mary? Nyumba aliyejenga, hekalu aliyejenga Suleimani, alijenga wapi? Na kwenye kiwanja kilichokuwa cha nani? Na kwenye mlima aliyekuwa unaitwaje? Wewe kiwanja cha Haruna. Sawa. Mlima gani? Mlima gani? Ule mlima ambayo Ibrahim alitaka kumtoa Isaka. Mlima Moria. Pale ndio ilikuwa ni kiwanja cha Haruna, na pale ndipo Daudi alikuja kununua kutoka kwenye mkono wa Haruna, na bila shaka pale ndipo Suleimani alikuja kumjengea Bwana nyumba. Nani yuko pamoja na? Sasa kitabu cha Waamuzi inaanzia lini? Kitabu cha Waamuzi inaanza katika mwaka wa 1379 kama na 9 79. Hicho ndicho kitabu cha Waamuzi inaanza sasa matukio yake, lakini inakuja kuisha wapi? Inakuja kuisha katika mwaka wa 1000 na kama 1060, maana miaka ilikuwa inashuka chini kabla ya Kristo. Miaka ilikuwa inashuka chini, Kiingereza ni before BC, before Christ. Sasa kitabu hicho kimeandikwa mwaka gani? Kitabu hicho kimeandikwa kuanzia mwaka wa 1050 mpaka 1000 kamili. Ina maana katika kipindi cha utawala wa nani? Katika kipindi cha utawala wa Sauli. Katika kipindi cha utawala wa nani? Wa Sauli. Sauli alianza kutawala lini? Sauli alianza kutawala katika mwaka wa 1150. Akatawala miaka mingapi? Miaka 44. Kisha Daudi akaanza kutawala miaka 1010, akatawala miaka 40. Kisha Suleimani akaanza kutawala miaka wa 970. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Unaona sasa, tunaanza kuandana Biblia. Tutaanza kwenye kule alikoanzia Ibrahim alipoitwa kule kwenye Uru wa Karidayo. Tutakuja kidogo kidogo ni mwaka ambao Yakobo alienda Misri, mwaka ambao Yusufu alienda Misri, miaka ambao walitoka Misri. Tukija tukifanya hesabu, hatimaye tutaweza siku moja kufupisha Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki na miaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kitabu hicho cha Waamuzi imeandikwa katika mwaka wa 1050 mpaka 1000 kamili. Ina maana hiyo kipindi hicho alikuwepo nani? Kipindi hicho alikuwepo Nabii Samueli. Nabii Samueli anakufa katika utawala wa nani? Utawala wa Sauli. Umeona sasa? Maana Sauli anamwendea yule mpandisha pepo ama mpunga pepo ya kuwa nipandishie nani? Nipandishie Samueli. Maana vita vilikuwa pamba, lakini Bwana akaacha kumjibu nani? Kumjibu Sauli. Sasa akaenda kwa wanawake wapunga pepo ambao hao alikuwa amepigwa marufuku katika nchi ya Israeli, lakini anamwambia kuwa nitakulinda kabisa, hakuna atakayefanya. Umeona sasa, mambo akiwa mabaya, omba toba kwa Bwana. Usiende kwa mganga wa kienyeji, usiende kwa mganga wa mitishamba, usiende kwa mganga ya mataptap nini. Omba msamaha kwa Bwana. Badala ya mfalme Sauli kuomba msamaha, akaenda kwa mganga. Mganga akampandishia roho ya Samueli. Hebu niambie ilikuwa nini?
Umejua mchungaji ilikuwa ni mzimu wa Sauli. Wewe. Ilikuwa mzimu wa Sauli. Wewe. Mzimu wa Sauli unatokea wapi wakati Sauli alikuwa ni wa Bwana? Baba Samuel alikuwa Bwana. Saganda ilikuwa ni nini? Ilikuwa Zabizi. Mzimu ilikuwa ni Samueli mwenyewe, ilikuwa ni nini? Kwa kipindi kile watu walivyokuwa wanakufa, kilichokuwa kimetenganisha ni kulikuwa na ukuta tunaotenganisha watu. Kulikuwa na ukuta, yani kitu kinachotenganisha. Nini kilichotenganisha ukuta? Hakuna. Yani shimo ambayo inatenganisha kati ya waovu na wema. Kwa hiyo sasa palikuwa na shimo. Unaipata wapi? Lazima uende kwenye Agano Jipya. Agano la Kale imefunuliwa bana Agano Jipya. Katika ile mfano Yesu aliyetoa ya Lazaro maskini na tajiri walipokufa. Umeona sasa? So itafute uone kilichowatenganisha. Na maana wote walikuwa wanakwenda kuzimu, ndio maana Yakobo akasemaje? Akasema mtashusha mvi yangu kuzimu na huzuni nyingi sana mkichukua na huyu mdogo. Hebu endelea. Kwa hiyo sasa alipofanya Samueli ni kweli alifanisha roho ya Samueli. Yule mpunga pepo alifanisha roho ya Samueli. Ilikuwa roho, ilikuwa mzimu. Nisikilize Suma. Nisikilize vizuri sana. Wakati roho ya Samueli ilivyokuwepo kule kuzimu, upande ya watakatifu waliokuwepo kwenye kifua cha nani? Kifua cha Ibrahimu. Bila shaka kumbuka ya kuwa Sauli alikuwa anataka apandishiwe Samueli ili amuulize habari za vile vita, ingawa vita vile vilikuwa ni vita vya mwisho ambao yeye na watoto wake walikuwa nakwenda kuuawa. Umeona sasa? So kilichotokea nini? Roho ya Samueli ndio iliyepandishwa, sio mzimu. Roho ya Samueli ilipanda, lakini ilipandaje? Haikupanda na kuonekana kuwa hii ni roho ya Samueli. Ndio maana yule mwanamke kapiga kelele akasema kuwa mbona umenidanganya? Sauli anamuuliza umeona nini? Naona Mungu anafanya nini? Anazuka kutoka ardhini. Umeona sasa? Ina maana roho ya Samueli iliongea kupitia yule mwanamke mpunga pepo. Ndio maana bila shaka watakatifu, hiki kinachoendelea sasa hivi hakuna jambo jipya hapa chini ya mbingu na jua, vyote vilishakuwepo. So roho ya Samueli akamwona yule mwanamke, ndiye akambiona, na ile roho ikaongea kupitia nini? Kupitia yule mwanamke. Ndio maana Sauli akamwona Samueli, anamuuliza yule mwanamke, umeona nini? Ndio sasa pale ile roho inaanza kuongea kwa nini? Kuongea kupitia, kwa sababu roho pasipo mwili, roho iweze kuongea hapa. Roho lazima ivae nini? Ivae mwili ndio ipate kuongea. Sasa ndio maana roho ya Samueli ikaongea ndani ya yule mwanamke. Ndio maana Sauli anamuuliza kwa sasa imekuwaje? Sasa Samueli anamwambia kwa mbona unanitabisha? Mbona umenisumbua? Anamwambia kwa sasa mimi nifanye nini wakati Bwana nijibu? Akamwambia kwa kesho wewe na watoto wako takuwepo wote wapi? Watakuwepo kuzimu, lakini pana mgawanyiko. Bwana Yesu asifiwe. So nitakijaribu kuonyesha kuwa ni kwa kipindi cha mfalme Sauli, wakati ambapo Samueli bado anaishi, ndipo kitabu kile kilifanya nini? Kiliandikwa wakati Samueli tayari ameshakuwa mwamuzi, lakini pia Samueli akiwa ni nabii. Mara nyingi vitabu vingi vinaandika kuwa Samueli alikuwa nabii wa kwanza, lakini kwa taarifa yako, hao watu wanafanya uongo mkubwa. Samueli akuwa nabii wa kwanza. Nani atakaye nitajia nabii wa kwanza kwa mujibu wa wana wa agizo kuu waliosoma Biblia? Tupigie Bwana makofi makubwa. Inapatikana kwenye kitabu gani? Inapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo. Sura ya ngapi? Mstari wa ngapi? Sura ya 20. Kwa nini tunapigia bati wakati wino upo? Nabii wa kwanza kutajwa mara ya kwanza nabii ni kitabu cha Mwanzo sura ya 20. Utanitafutia mstari. Amina. Lakini ikiwa ni Ibrahimu ndio anayetajwa kama nabii. Nabii wa pili alikuwa nani?
nabii wa pili alikuwa nani? Nabii wa pili alikuwa Musa. Nabii wa pili alikuwa Musa. Nabii wa pili alikuwa ni Yakobo. Mwanzo sura ya 40 na ngapi? 49. Anasema kabisa ya kuwa ewe Rubeni, umeruka ukuta kama maji, lakini usiwe na nini? Anasema ya kuwa upanga wa Lawi na Simeoni ilikuwa na nini? Jeuri. Maana hasira yao haikuwa na huruma, nao watawanywe katika Yakobo. Je, Simeoni akutawanywa? Alitawanywa. Tukuona Walawi wakitawanywa? Wametawanywa. Je, unabii sio unabii? Unabii. So nabii wa tatu akawa ni Musa, alafu nabii wa 4 katika sura ya 24 kitabu cha Yoshua tunaona nani? Yoshua. So bila shaka nabii wengine walikuwepo, kwani yule Dibora alikuwa nani? Nabii. Dibora alikuwa nani? Nabii. Milka. Hapo wengi sana. So ndio maana nasema hivi, wanasema kuwa nabii wa kwanza alikuwa ni Samueli, wanakosea. Lakini Samueli alikuwa ni mwamuzi wa mwisho, lakini asiyeandikwa ndani ya kitabu cha Waamuzi. Umeona sasa? Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alikuwa anafanya nini? Vinginevyo angewekwa kwenye kitabu cha Waamuzi, lakini alikuwa ni mwamuzi wa mwisho, lakini pia akawa ni moja kati ya manabii waliyempendeza Mungu sana. Na Mungu katika kitabu cha Yeremia anamtaja moja kati ya waombaji wakuu. Mungu anamtaja Samueli nayo kama moja kati ya waombaji wakuu. Mwingine aliyekuwa ni muombaji mkuu pamoja na Samueli alikuwa nani? Musa. Alikuwa Musa. Mungu anasema hata kama angekuja Musa pamoja na Samueli, bado sitabagairi nini uovu huu itakaye kuja na kuwapata wana wa Yuda. Bila shaka kitabu cha Waamuzi inayo sura 20 na ngapi? Inayo sura 21. Bila shaka inayo sura 21 na hebu nikupe ufupisho. Kabla sijakupa ufupisho, somo kuu ni ukengeufu na ukombozi. Lakini kitabu cha Waamuzi kinaongelea sana historia ya matukio yaliyotokea baada ya kifo cha Yoshua na mpaka kuanza kuchaguliwa kwa wale wafalme. Ina maana kipindi alipokuwa anaishi Samueli. Lakini kitabu hicho, je, jina lake limetokea wapi? Tuliona vitabu vingine vikipata majina kutoka kwa wahusika wakuu na vitabu vingine vilipata majina kutoka kwa matukio makuu. Umeona kwa mfano kitabu cha Mwanzo ilipata jina katika uumbaji ambao ilikuwa mwanzo wa kila kitu, lakini kitabu cha Kutoka ikawa ni ule ukombozi wa wana wa Israeli kutoka utumwani. Lakini mambo ya Walawi ina maana ilihusu mambo yaliyokuwa yanatokea katika zile sadaka ikapata jina lake hapo. Lakini kitabu cha Hesabu ikawa imepata jina lake katika matukio mawili ya Hesabu, sensa iliyofanyika wakitoka mlima Horeb, lakini pia wakiwa pale katika tambarare ya Moabu, na kitabu cha Kumbukumbu la Torati ikipata jina kutokana na usia pamoja na ukumbusho wa Musa kuwakumbusha wale kizazi kipya zile amri. Umeona sasa, ndio maana ikapata jina Kumbukumbu la Torati, maana kuwakumbusha sheria ambazo zilitolewa kabla wao hawajawepo. Lakini kitabu cha Yoshua ikipata jina kutoka katika mhusika mkuu. Lakini kitabu cha Waamuzi inapata jina kutoka katika wale ambayo Bwana alikuwa anawainua baada ya wana wa Israeli kukengeuka. Bila shaka walipokuwa wanatambua kwa wamekengeuka, walikuwa wanamlilia Bwana. Wakimlilia Bwana, Bwana alikuwa anainua mtu anaitwa nani? Mwamuzi. Mungu alikuwa anainua mtu anaitwa mwamuzi, na kupitia kwa mwamuzi huyo Mungu alikuwa anawaokoa. Ndio maana waamuzi unaweza kawaita the champions, mshindi ama mtekaji, maana kupitia mtu mmoja. Unaona kama Othnieli
akaenda akamwangamiza yule mfalme wa wapi? Mfalme wa wapi? Wakaenda kuangamiza mfalme wa wapi? Bila shaka utasoma kesho, tutakuwepo kwenye sura ya kwanza. So watu wa Mungu, kinachofanyika, waamuzi, jina likatoka katika wale viongozi ambayo Mungu aliwatumia kuwaokoa wana wa Israeli. Na waamuzi, palikuwepo na waamuzi wakuu pamoja na waamuzi wasiokuwa wakuu. Ni sawasawa na tulikoona mwaka juzi, tuliona vitabu vya manabii wakuu na manabii wadogo. So palikuwepo na waamuzi wakuu na waamuzi wadogo, na waamuzi wote kwa jumla walikuwa ngapi? Walikuwa waamuzi 12, ambayo sasa uwe makini, kuanzia kesho tutaanza kuona jinsi ambayo kitabu cha Waamuzi inaanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bila shaka nitakupa tu kwa ufupi muktasari wa kitabu cha Waamuzi. Uasi na ukengeufu wa wana wa Israeli inaonyeshwa ama inaelezwa pale, ambapo ni kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya tatu, lakini ikiwa na dondoo uasi na ukengeufu wa Waisraeli inafunuliwa ama inaonyeshwa pale. Hiyo ni kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya tatu, mstari wa 6. So hiyo uasi na ukengeufu inayo dondoo kama mbili. Dondoo ya kwanza, Israeli kushindwa kutakaza nchi. Hiyo ni dondoo ya kwanza iliyopo chini ya namba 1, ambayo ni uasi na ukengeufu wa Israeli, ambayo dondoo ya kwanza ni kuanzia sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka sura ya pili mstari wa 30, mstari wa 5, sura ya pili mstari wa 5. Dondoo ya pili ambayo unaweza kuandika B ni kuanguka kwa Waisraeli. Umeona sasa? Tunaona kuanguka kwa Israeli mapema sana, kuanguka kwa Israeli, wakati kura ya kwanza ilidondoka pale kwa wao nani? Wale wa Yuda, pale ndio wanaanguka pale. Wakianguka, Bwana anatumia kipimo kile. Si aliwatumia kama fimbo kwa hukumu wa Kanaani? Bwana naye anapitisha mfalme wa Mesopotamia. Mfalme wa Mesopotamia anawatumikisha miaka kama 8. Hapo ndipo wanapolia. Ndipo sasa Bwana atamuinua Othnieli, yule ndugu yake Kale mwana wa Yefune. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo dondoo ya pili ya kuanguka kwa Israeli inaanzia sura ya pili mstari wa 6 mpaka sura ya 3 mstari wa 6. Tunaenda kwenye namba 2. Namba 2 ni kutawaliwa kwa Israeli na maadui zao na ukombozi kutoka kwa waamuzi. Kutawaliwa kwa Israeli na maadui zao na ukombozi kutoka kwa waamuzi. Kutawaliwa kwa Israeli na maadui zao na ukombozi kutoka kwa waamuzi. Hii ni sura ya 3 mstari wa 7 mpaka sura ya 16 mstari wa 31. Sura ya 3 mstari wa 7 hadi sura ya 16 mstari wa 31. Hiyo ni namba 2, lakini inazo dondoo kuanzia namba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inayo dondoo 9. Unaweza kuandika A kubwa ama ndogo. Hiyo dondoo ya kwanza nimeandika Othnieli. Baada ya kuandika Othnieli, pembeni mwake nimeandika wa Mesopotamia. Ina maana wa Mesopotamia ndiyo Bwana alitumia kama fimbo kuwafanya nini? Kuwapeleka utumwani, lakini baadaye walipomlilia Bwana anafanya nini? Anamtumia Othnieli. Dondoo ya pili nimeandika Ehudi, lakini nikiandika pembeni mwake wa Moabu. Ina maana wa Moabu ndio walikuwa ni fimbo ya kunyosha
Dondoo ya pili Ehudi, alafu pembeni mwake andika wa Moabu. Alafu dondoo ya tatu ni Shamgari, alafu pembeni mwake andika wa Filisti. Shamgari wa Filisti. Shamgari huyo alikuwa ni mwamuzi, lakini wa Filisti ina maana wao ndio watawala kwa kipindi fulani. Alafu alipomlilia Bwana, Bwana anamuinua huyu Shamgari. Dondoo ya nne ni Dibora na Baraka, alafu pembeni mwake andika Wakanani. Tunaposema Wakanani tunasema Jabini. Tulimwona Jabini yule mfalme wa nini? Mfalme wa Hamori. Bila shaka Jabini nilikwambia kuwa ilikuwa ni jina la kiongozi wa hao wa Hamori. Lakini sasa Jabini huyo akiongoza Wakanani na magari yale 900 ambayo ilikuwa chini ya Sisera. Tutaona habari za Debora nabii, lakini pia akiwa ni mwamuzi. Dibora na Baraka tutaona pale. Dondoo ya ngapi? Dondoo ya 5. Tutaona Gideoni, alafu pembeni mwake andika wa Midiani. Dondoo ya 6 utaandika Abimeleki, alafu ukishaandika Abimeleki andika pembeni mwake Tora na andika na Yairi. Hao walikuwa ni waamuzi wadogo ambao pia walitawala katika kipindi kidogo pale. Abimeleki unaweza kaweka koma, alafu kaandika Tola, 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 alafu na Yairi. Hao pia waliwahi kutawala kwa kipindi kifupi, tutawaona nao. Hiyo dondoo inayofuata ambao ni ya 7, Yefta, alafu pembeni mwake andika Waamoni. Yefta ambao alikuwa ni mwamuzi. Utaona jinsi ambayo alikuwa ni mwana wa kahaba, hatimaye akafukuzwa na watoto wa baba yake. Baadaye wakamkaribisha baada ya vita mambo kwenda mrama, lakini alipokwenda naye akajitokeza akasema kuwa Bwana, ukinisaidia nitakaporudi kutoka kuwapiga, kitakachofanya nini? Kitakachonilaki nitafanya nini? Alikuwa Yefta na Waamoni. Yefta na Waamoni. Tutaona jinsi ambayo alijisikia vibaya pamoja na alishinda, lakini binti wake aliyekuwa mmoja, alikuwa na mtoto mmoja binti akajitokeza kwenda kumlaki, akasema mwanangu, umekata roho yangu maana tu, lakini hakuwa na sababu ya kukataa. Mwanae akaomba tu akuwa aachwe kwanza aende kule katika milima, na baada ya miezi 3 bila shaka ilibidi atolewe, maana alitoa nadhiri ya kuwa kitakachomkuta, hata kama angekuwa ni mke wake, hata kama angekuwa ni mbuzi, hata kama angekuwa ni nini. So ndio maana jifunze sana kutunza kinywa chako, maana unachokisema kitakuhukumu, na lazima kitakuhukumu kweli kweli. Yefta Waamoni. Alafu naona waamuzi wadogo. Hebu waamuzi wadogo uandike Ibzani. Waamuzi wadogo Ibzani, Ibzani, Ibzani. Alafu mwamuzi mwingine ni Eloni, Eloni. Eloni. Alafu watatu ni Abdoni. Halafu tunaenda kwenye dondoo ya 9. Tunamkuta Samson mwana wa Manoa. Samson mtoto wa Manoa, mtu wa maguvu. Pembeni mwake andika wa Filisti. Na tutaiona hiyo kuanzia sura ya 13 mpaka 16. Alafu namba 3 ambayo itakuwa na dondoo fupi, alafu nikimalizia hapo. Namba 3, maisha mabaya ya kiroho, kimaadili na kijamii ya Waisraeli baada ya waamuzi hao. Sasa baada ya Samsoni mwana wa Manoa, maisha sasa yaliyofuata pale, ambayo ni maisha mabaya ya kiroho, kimaadili na kijamii ya Waisraeli. Hiyo inaanzia kwenye sura ya 17 mstari wa 1 mpaka sura ya 21 mstari wa 25. Inayo dondoo ya kwanza 21 mstari wa 25. Dondoo kuu andika A kubwa. Alafu hiyo A kubwa
ni kuabudu sanamu. Unaandika tu kuabudu sanamu. Kuabudu sanamu inaanzia kwenye sura 17 mstari wa kwanza hadi sura 18 mstari wa 31. 17 mstari wa kwanza mpaka sura 18 mstari wa 31. Inao dondoo ndogo mbili. Andika namba moja. Namba moja ya dondoo hiyo A ni mfano wa mtu binafsi kuabudu sanamu. Mfano wa mtu binafsi kuabudu sanamu. Mfano wa mtu kuabudu sanamu. Hiyo ni sura 17 mstari wa kwanza mpaka 13. 17 mstari wa kwanza mpaka 13. Dondoo ndogo ya dondoo A ya pili. Mfano wa kabila kuabudu sanamu. Mfano wa kabila kuabudu sanamu tunaipata kwenye sura 18 mstari wa kwanza mpaka 31. Alafu naenda kwenye dondoo ya B. Mfano umesema mfano nini ya pili? Ya pili ni mfano wa kabila kuabudu sanamu. Dondoo A ilikuwa ni kuabudu sanamu, si ndio? Lakini ikiwa na dondoo ndogo ya kwanza na ya pili, si ndio? Ya kwanza ikawa ni kwa mfano wa mtu binafsi kuabudu sanamu, si ndio? Alafu na mfano wa kabila kuabudu sanamu, ambao hiyo mfano wa kabila kuabudu sanamu ni sura 14 mstari wa kwanza mpaka 31. Alafu nenda kwenye dondoo ya B. B, ukosefu wa maadili. Ukosefu wa maadili, hiyo ni sura 19 mstari wa kwanza mpaka 30. Sura 19 mstari wa kwanza mpaka 30, ukosefu wa maadili. Hiyo dondoo B inayo dondoo ndogo mbili. Dondoo ndogo ya kwanza namba moja ni kukosa maadili kwa mtu binafsi. Kukosa maadili kwa mtu binafsi, hiyo ni sura 19 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Kukosa maadili kwa mtu binafsi, dondoo hiyo ni sura 19 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Alafu dondoo ya B ndogo namba 2 ni kukosa maadili kwa makabila ama kabila. Kosekana kwa maadili kwa makabila, ambao hiyo inakuwa ni sura 19 mstari wa 10 mpaka mstari wa 30. Sura ya 19 mstari wa 10 mpaka 30. Alafu dondoo ya C ya dondoo namba 3 ni ya mwisho, mashindano ya kikabila. Mashindano ya kikabila. Mashindano ya kikabila, hiyo ni kuanzia sura 20 mstari wa kwanza mpaka sura 21 mstari wa 25. Hapo ndio tutakupeleka kwenye ile habari. Unasikia tukisema kuwa Shilo, nenda Shilo pate mwanamke. Utaona habari za Benjamini na ile habari za yule kuhani ambao mke wake alitekwa na wale mabaradhuli, wakamchukua wakamtenda mabaya, lakini yule kuhani akamkatakata akampanga kwenye mitaa ile ya Benjamini. Na hapo ndipo utakapojua Benjamini nilikwambia kuwa wao walipata Hai, walipata Yeriko, walipata Gibea, walipata Gibea ya Tokoto na Kapa, walipata na Yeriko, walipata na Yerusalemu. Ndio maana pale katika uwanja wa Aruna iliyechingwa hekalu la Bwana ilikuwa katika eneo la nani? Ya Benjamini. Ndio maana Musa akasema kuwa atapumua katika mabega nini? Ya Bwana. Ina maana Benjamini hekalu ikajengwa katika urithi wao. Umeona sasa? Inanipa nafasi sasa kuongea na urithi wa kila kabila sasa. Umeona sasa? Yule mtu anatoka kule kwenye milima Efraim akipita kule katika Benjamini atakaribishwa, lakini kale kwa mke wake atatendewa mabaya, lakini hatimaye italeta vita. Makabila 11 yatakwenda kupiga nini? Kupiga Benjamini, maana Benjamini watakosa watoa wale mabaradhuli, na hatimaye watabaki watu 600 waliokimbia. Hatimaye watakwenda Shilo kupata nini? Kupata. Pigia Bwana makofi makubwa.
Pigia Bwana makofi makubwa. Alafu sasa ndugu zao walifanya nini? Ndugu zao walikataa kuwa hawapi nini? Wake wao waende wakateke wapi? Shilo. Kwa nini waende wakateke? Amina. Ni makubaliano, si ndio? So hiyo ni muktasari wa kitabu cha Waamuzi. Ukiandika hivyo kisha ukasoma sura ya kwanza, hiyo muktasari imetosha kufanya uelewe hiyo Waamuzi yote. Hiyo maana Biblia yako haina hiyo muktasari. Biblia yako ni Biblia tu plain imeandikwa. So ukisoma hivyo sura ya kwanza ukasoma, ukijua kabisa kuwa sura ya kwanza inaongelea nini? Sura ya kwanza inaongelea Israeli kushindwa kutakaza nchi, bila shaka lazima uelewe. So hatua ya kwanza ukisoma, ukifuata huo muktasari na zile dondoo ambayo zimekuwepo kwenye muktasari, hiyo ni hatua ya kwanza ya kukuongoza, kukuelekeza kwenye kujua Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watakatifu wa Bwana, nilikuwa naweka msingi, wala sitaji kuambia kuwa umejifunza nini, maana huo ni msingi wa kitabu cha Waamuzi ambao kesho kwa neema ya Bwana tukiwa wazima nitaanza sura ya kwanza, na kwa neema ya Mungu napitia sura moja moja, sina haraka. Nenda ukasome sura ya kwanza. Tayari nimekupa mwongozo utakaye kuongoza kwenye kusoma. Ukielewa kitabu cha Waamuzi, nikakuandikia pamphlet ama kitabu nikakupa ya kukukumbusha watu wa Mungu. Tukaenda mpaka tukafika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo nilishaandika hapo, mtu anayetaka atapata, si ndio? Watu wa Mungu, hebu utashindwa kujua Biblia. Kama Kiswahili ndio ngumu na ngeli na kila kitu ulijua, kama lugha ya mama ndio ngumu, unaweza kujifunza mpaka lugha ya Wambulu, wanapiga mbisha kama ndege. Lakini kama ni ngumu unaweza kujua. Biblia ni rahisi sana kujua. Ni hatua kwa hatua. Ni hatua kwa hatua. Ni hatua kujua Biblia. It is a process for you to know the word of God. Take your time. It is not late. But even if it is late, then it is better late than never. Nasema hivi, mimi niko tayari kwenda na mtu mmoja. Usipoelewa, mimi Mungu ananiongezea, nitaelewa. Siku nikianza kusimama nje pale, hata ndege watakuja, watakaa chini, watasikiliza nini? Neno la Bwana. Amina. Nani mwenye swali katika kuweka msingi huo wa kitabu cha Waamuzi? Nasema hivi, watu wengi walipuzia, watu waliokuwa waandiki msingi ninayowekaka. Umeona sasa, umeweka msingi, lakini tukipitia kesho mpaka Jumapili na kuwa na kitu kinachoitwa insight. Kama tumepitia sura 4, napitia hizo sura tena Jumapili, alafu niliomba nao katikati ya wiki, naomba nao tena Jumapili kwa wale wasio kuwepo. Mungu akupe nini? Mungu akupe nini? Huwezi kulalamika. Hata kama kesho kuna sehemu hujaelewa, nakuwepo mapema hapa kuanzia saa 7 njoo, ama nipigie simu, nitakusomea. Lengo langu ni nini? Na siku zijazo nitaanza kuzichapisha, maana nadhani nimesha nayo mashine ya kuchapisha. Nitakuwa nachapisha hizo dondoo kwenye makaratasi, alafu nafanya nini? Nagawia watu. Umeona sasa? Nitakuwa nachapisha, alafu tunagawia nini? Tunagawia watu. Maana saa nyingine kuandika haraka pia inaweza katupiga chenga, si ndio? Lakini ndika na kugawia, tutamshinda shetani kwa vyovyote tu, hana lake kwetu. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Hayo ndio mambo atakaye kupeleka kujua Biblia. Kama ukisema utajua, kama hujapitia huo msingi na hizo dondoo zitakazo kuongoza, huwezi kujua Biblia. Hiyo ni siri kubwa sana. Nilifundisha mwaka juzi kwa walio kuwepo, na ni wachache tu walioielewa. Hakikisha hata kama hautakuwepo wakati nawekwa msingi wa kitabu chochote, njoo kwangu upokee msingi huo pamoja na muhtasari wake. Itakuongoza kwenye kujua. Umeona sasa? Unapoanza hivyo, ukienda kusoma wewe mwenyewe utaanza tu kujua. Unaanza tu, yani inaanza kuwa rahisi tu. Nini? Maana ni kwa neema ya Mungu. Hatusomi Biblia kama kupigana. Tunasoma Biblia kama njia ya kuwepo mbele za nani? Mbele za Bwana. Maana tutamjua Bwana kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu swali sagana kabla sija
Shukuru Bwana. Kuna kipengele hapa sijasikia vizuri. Kipengele gani? Ile miaka ya kuanzia kuelezea kuanzia kinaanza waamuzi wanaanza mwaka gani hadi mwaka 1379 mpaka 1050. Lakini kuandikwa kwake hiyo ni matukio ya kitabu cha Waamuzi, lakini kuandikwa kwake ni 1050 mpaka 1000, wakati ambayo anatawala Sauli, lakini na Daudi nayo yupo. Wakati huo Samueli alikuwa ni bila shaka alikuwa sasa kama nabii, sasa mwamuzi na nabii pia. So ndio maana katika hayo nitakupeleka nikudhibitishia kuwa Samueli ndio aliyeandika kitabu cha Waamuzi, ingawa wengi wanasema kuwa mwandishi wake haijulikani. Lakini hata kitabu cha Samueli wa kwanza na wa pili, nani aliandika? Ni Samueli na Nathani, si ndio? Samueli wa kwanza na wa pili. So bila shaka ni Samueli aliandika kitabu cha Waamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Umeona, pamoja na hivyo sisi wanaagizo kuu tunatoa hata maoni yetu. Tuliona kuna kitabu kimoja kilikuwa na utata, kitabu cha Waebrania. Wengi walikuwa nasema Paulo, lakini sisi tulisema Paulo alitumika jina lake ili kitabu hicho kiingie kwenye nini? Kwenye Biblia, lakini mwandishi wa kitabu hicho alikuwa ni mtu aliyekuwa anao uzoefu wa Kilawi. Tukasema kwa kura yetu tuliweka kwa mwana wa Faraja. Mwana wa Faraja alikuwa anaitwa nani? Barnaba mwana wa nani? Mwana wa Faraja aliyekuwa ni Mlawi alikuwa anaitwa nani? Yusufu, Yusufu wa Lawi. Bila shaka yeye ndio karata yetu tuliweka kabisa kuwa ni yeye ndiye aliyeandika, maana Paulo, kitabu kile kiliandikwa Paulo ameshafanya nini? Ameshakufa kwa matukio pale. Nani mwingine mwenye swali? Na nasema Martha. Na nasema mchungaji, kwa kweli mimi nimekuelewa, nimeshiba. Sasa kazi imebakia kwangu nianze kwenda kuchakarika. Wacha nikwambie, if you think that it is very difficult the way we are following, then you better try it somewhere. But I'm assuring you that even if you go somewhere, you will see the difference. And I'm telling you that you will come back. Mimi nachokuambia imenibadilisha. Ndio maana mimi Biblia naichukulia tofauti sana. Ndio maana kwenye Biblia bado kuna watu wanaweza kaandika tafsiri. Ndio maana unaona mimi na refute science nikitumia Biblia. Ya kwa science wanapinga Mungu. Haiwezekana wakatuambia kuwa jua inafanya nini? Inazunguka dunia wakati jua, Biblia inasema kuwa jua iliumbwa kwenye anga. Anga ni sehemu ya dunia. Ina maana jua ndio inayozunguka. Ndio maana Joshua baada ya kumwomba Mungu akasema jua ifanye nini? Jua isimame. So ni kitu ambacho ni logic. Lakini hawataki watu wasome Biblia waelewe. Ndio maana anayekufundisha haya ni nani? Hayo hayapo sehemu ambayo nimekuta yameandikwa. Tafuta ukipata niletee. Hayo mimi nasema mimi kama mimi. I'm saying me the way I am. And I am putting it in writing because I can explain it. Of course, if you hear it, you can put it in writing. Still, you can help so many people. But if you're not at a position of explaining it or expounding it, then leave it for people who can. Ndio maana nasema hivi, na nisema kabisa mtu anaweza kuandika andike, lakini mimi niko tayari kuandika kwa sababu naweza nikaielezea. Haipo sehemu yoyote nimesoma mahali patakatifu, hakuna sehemu ambayo imeandikwa jambo hilo. Mimi kama mimi ndio naitumia kurefute kabisa science. Ya kuwa science inatudanganya eti dunia ndio inayozunguka. Science yenyewe inasema kabisa eti mwanadamu alikuwa nyani. Nyani alichongwa wapi? Nyani alitoka wapi? So ukisema mwanadamu ni nyani, umeshapinga Biblia. Lakini watu wamenyamaza tu. Wamenyamaza tu duniani. Huu ni wakati wa kizazi kingine. Hiki ni kizazi kipya. Injili ya kweli. Unawaya tu wewe. Mbona unataka kuwa kama dunia? Injili ya kweli. Kizazi kipya. Injili ya kweli. Injili ya kweli. Kizazi kipya. Mbona hujanisalimia na hiyo? Mbona hujaniambia kizazi kipya na mimi nakwambia injili ya kweli. Mimi nakupa na saluti. Kizazi kipya. Injili ya kweli. Injili ya kweli. Kizazi kipya. Mungu hutumia wanadamu
kuleta mabadiliko. Haya ni mabadiliko ambayo yanaanza kuja. Ndio maana hakuna matatizo yatakayeshindikana. Mimi haya ndio nasimama nayo kwenye kuomba. Mbona ujitangaze? Kwani kizuri kinafanyaga nini? Kinafanya nini? Kibaya asomaye nafanya nini? Neno roho ya Bwana fanyao nini? Na kanisa ni nani? Wewe hapa. Nani mwingine mwenye neno? Neno. Hata maoni tu, yes. Maoni alafu na kaka Peter pia tupe maoni. Anything to say, brother Peter, just for a piece of advice for us. We will appreciate. Yes. Kuna sehemu moja ulikuwa umetuelezea hapa kwamba kitabu cha Waamuzi kiliandikwa na Nabii Samueli na sanduku la agano lilipelekwa Obed-Edomu Kwenye nyumba ya Obed-Edom. Sasa kabla ya hapo kuwepo nyumba hiyo, tunaona kwamba sanduku la agano baada ya kupelekwa hapo, kabla ya hapo ilikuwa alipo sehemu nyingine yoyote ambayo ilikuwa watu wanaenda hapo na kuchukua maarifa? Kinachofanyika, sanduku la agano ilikuwa Shilo, mahali Bwana alipochagua. Lakini watoto wa Eli waliponajisi Shilo pale, wakifanya uzinzi na wanawake, wakichukua nyama zile za sadaka wakila, bila shaka Mungu akamuonya Eli sana aonye watoto wake. Lakini tayari Samueli alishapelekwa pale na mama yake, maana aliweka nadhiri ya kuwa Mungu akimpa mtoto wa kiume atamtolea Bwana. Samueli alikuwa analala karibu pale na sanduku la agano. So kinachofanyika ni Wafilisti walivyowachokoza wana wa Israeli, wakapigwa kweli. Ukisoma katika ile sura ya 4 Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 unaona kabisa Wafilisti wa Israeli wakisema hivi, mbona Bwana ametupiga mbele za maadui zetu leo? Wanasema kwa sasa kinachofuata, waambieni makuhani wachukue sanduku la agano ipelekwe kwenye uwanja wa nini? Vita. Ndipo ilipofika kwenye uwanja wa vita, watu wakapiga kelele mpaka dunia ikatikisika. Wafilisti wakasikia wakasema nini? Ndipo wakasema jitieni nguvu, msio watumwa wa Waebrania. Lakini walipiga wale wa Israeli na kuwa wengi na kuua pia wale watoto wa Eli waliyekuwa wanafanya mabaya na waliye najisi pale Shilo. Na sanduku la agano ikachukuliwa. Ndio maana yule mwanamke aliyekuwa anajifungua, mke wa nani aliyesema Ikabod, maana yake nini? Utufu wa Bwana uliondoka Shilo, na ilipokwenda kule Filisti, Bwana akajitetea kwa Dagoni kudondoka chini na kuvunjika, na watu kupigwa na nini? Na majipu. Na wale mashehe wakatoa cha kufanywa ya kuwa tengenezeni majipu ya nini? Ya dhahabu. Na panya na majipu pia tengenezwa pia ya dhahabu. Na hatimaye ikawekwa kwenye gari inayovutwa na ng'ombe. Umeona sasa? Iliporejea alifika Shilo, eneo iliyofika watu waliyechungulia, watu walikufa maelfu wengi. Lakini ndipo sasa ikapelekwa kwenye nyumba ya Obed-Edom aliyekuwa ni Mlawi. Umeona sasa? Lakini kinachofanyika ni hivi, maarifa ilikuwa inapatikana mahali palipowekwa jina la Bwana. Ndio maana wakiwa kule jangwani walikuwa wanatengeneza kitu kama pembe 4. Ina maana hema ya makutano ilikuwa inakaa katikati yao, na ile maskani ikiwa katikati na sanduku la agano katika mahali patakatifu. Makabila matatu yalikuwa upande wa kulia na upande wa kushoto na upande wa kusini na upande wa kaskazini. Umeona? Makabila matatu yataendelea 12, lakini kabila la Lawi walitangulia kabla, baada ya ule ukuta wa hema ya makutano. Umeona sasa? Ina maana upande wa kaskazini walikuwa wa Merari, upande wa kusini walikuwa ni wa Ruben, upande wa mashariki walikuwa upande wa nani? Upande wa kusini walikuwa ni wa Kohathi, upande wa mashariki alikuwa ni Aruni na watoto wake na Musa, lakini upande wa magharibi walikuwa ni wa Gersom kabla ya makabila matatu. So walikuwa napata mwongozo kutoka kwa Bwana aliyekuwa ni mtawala wao, aliyekuwa anakaa katikati yao. Ndio maana katika ile Kumbukumbu sura ya 12 Mungu anamwambia Musa ya kuwa
wote watakuwa naenda mahali Bwana atakapopachagua na kuweka jina lake. So mahali palipowekwa jina la Bwana, walipovuka mto Yordani ilikuwa ni Gilgali, wakateka nchi ya Kanaani wakiwa Gilgali. Baada ya Gilgali ndipo sasa wakaenda katikati ya Kanaani iliyokuwa ni Shekemu na wapi? Shilo. Sasa baada ya kutoka pale, ile sanduku lilienda wapi? Na vile vile na kitu kingine kilikuwa sasa hivi umekiongelea sasa hivi kwamba palikuwepo na bahari patakatifu pa patakatifu, ambapo katika nyakati za mwanzo ilikuwa kufika mtu wa kawaida patakatifu pa patakatifu ilikuwa ni jambo ambalo haliwezekani. Kulikuwa na watu maalum ambao walikuwa wanaenda pale, kwani mkuu ambayo iwapo ulikuwa una dhambi ukipeleka kama sadaka, ukipeleka pale wewe unakuwa haurudi. Sasa baada ya Kristo Yesu kuja, ile patakatifu patakatifu pakawa pamesha na ile pazia kukatika, na sisi ndio kupata huu msamaha. Je, kipindi kile ambacho watu walikuwa wanaenda hawarudi, ilikuwa kwamba watu wote kipindi kile walikuwa na dhambi, kwamba pale palikuwa hapana msamaha wa kweli, au kitu gani? Kilichofanyika ni nini? Damu kwenye Agano la Kale inaanzia kwenye sura ya 3. Mwanadamu anapotenda dhambi kwa kula katika matunda ya mti ya mema na mabaya, bila shaka wanatenda dhambi na wanapata fahamu zao, alafu wanajitambua kwa wako uchi. So wanaposikia Bwana akitembea kwenye bustani ya Eden, wanafanya nini? Wanajificha. So Mungu anapofika anaita Adamu, Adamu, uko wapi? Sio mko wapi, maana Mungu hakumpa mwanamke nini agizo, alimpa Adamu agizo. Adamu anasema nimejificha. Kwa nini? Mungu anamuuliza kuwa nani amekwambia uko uchi, umekula katika matunda niliyokataza? Anasema mwanamke. Lakini hatimaye nyoka anahukumiwa kwa kulaaniwa, lakini mwanamke yeye anapewa adhabu ya kutawaliwa na mume wake na wivu wake kuwa kwa mke wa mume wake, lakini pia kujifungua kwa utungu. Lakini Adamu yeye, ardhi inalaaniwa kwa ajili yake na inamtolea nini? Micho, ngoma na miba, na akipewa kwenye diet yake, kwenye mlo wake naongezewa nini? Mboga za nini? Kondeni. Mboga za kondeni. Anaongezewa mboga za kondeni. Lakini sasa Mungu, ili Adamu aje mbele za Bwana, Bwana anaamua kumchinja mnyama. Maana aliambiwa Adamu ya kuwa ukila katika matunda ya mti wa mema na mabaya hakika utafanya nini? So Mungu kwa sababu ya upendo wake alitafuta kifo mbadala kwa ajili ya Adamu. Maana alijua kabisa ya kuwa katika Adamu alikuwa amemfanya kwa mfano wake na kwa sura yake, na alitakiwa atawale bahari na vinavyokaa ndani yake, anga na nchi. Mungu anamchinja mnyama. Anapomchinja mnyama, basi ngozi yake anafunika nao uchi. Lakini sio habari za ngozi, maana of course Mungu hata kama ukivaa nguo anakujua. Maana wakati kabla hawajakala matunda, sura ya 2 Mwanzo inasema kuwa Adamu na mke wake walikuwa uchi wala hawakuona aibu. Umeona ama haya? Umeona sasa? So Mungu alimwaga damu. Ile damu ina maana, kwenye damu ile ina maana palikuwa na uhai wa yule mnyama aliyemwaga damu yake. So ina maana alikufa kwa niaba ya Adamu. So kwenye Agano la Kale ikawa sasa kwenda mbele za Mungu lazima umwage damu, lakini ile damu haikuweza kuondoa dhambi, ilikuwa inafunika dhambi. Ndio maana kila wakati umetenda dhambi leo unakwenda na mnyama, umetenda kesho unakwenda na mnyama. So Mungu alihitaji damu ambayo ingeondoa dhambi moja kwa moja. So kumbuka ya kuwa yule mnyama alikuwa ni kivuli na picha ya Yesu Kristo ambaye ni mwanakondoo wa Pasaka kwa Mungu, ambayo Yohana anasema kwenye Yohana sura ya 1 mstari 29 kuwa
siku ya pili yake baada ya kumbatiza, akiambia wanafunzi wake, tazamani mwana-kondoo wa Pasaka afanyayo nini? Aichukuaye dhambi ya ulimwengu. So kinachofanyika, ilihitajika agano iliye bora. Ile agano haikuwa bora, maana ilikuwa ni ya mnyama. Na kumbuka ya kuwa ilihitajika damu ambayo pia ingeenda kuondoa dhambi mbinguni, maana dhambi haikuanzia hapa duniani. Dhambi ilianzia mbinguni, kwenye hekalu la mbinguni, maana shetani Lucifer alikuwa ni kuhani wa sifa. Amina. So kinachofanyika, ukisoma kwenye Waebrania ile sura ya 7 utapata anayekwambia ya kuwa ilihitajika damu ambayo Yesu alipokufa, alipofufuka. Ukisoma kwenye Yohana sura 20, Yesu akamtokea Maria Magdalena akimwambia, Magdalena akimuita Raboni, akasema usiniguse maana sijaenda kwa baba yangu naye ni baba yenu, na endo kaambie ndugu zangu ya kuwa ninakwenda kwa baba yangu naye ni baba yao. Tayari kilichofanyika ni nini? Yesu asubuhi ile, Yesu alipanda juu, alienda kujihudhurisha mbele ya Mungu Baba. Maana asubuhi hiyo ya Jumapili ya kwanza, siku ya Pasaka, Jumapili ya kwanza ilikuwa ni siku ambayo watu walipeleka limbuko yao katika hekalu. So Yesu kwa kufufuka akafanyika kuwa ni limbuko ya waliokufa katika Bwana na kuenda mbinguni, na alipokwenda mbinguni na ile damu yake akatakasa hekalu la mbinguni ambayo shetani ama Lucifer alikuwa ameinajisi. Ndio maana Yesu akaingia mahali patakatifu mara moja, ambayo ni mbinguni, na akiwa ametupa kibali sisi kama makwani wa Melkizedek. Maana sio wewe unaishi bali yeye, ili na wewe uweze kuingia mahali patakatifu. Ndio maana sasa hivi ukienda magotini umeshafika mahali patakatifu, ambayo kwenye agano la kale ilikuwa ni mtu mmoja anakwenda, lakini akienda kujipatanisha dhambi zake, alikuwa na dhambi na kupatanisha wengine dhambi zao. Lakini Yesu hakuhitaji kupatanisha dhambi zake, maana hakuwa na dhambi. Ukipata nafasi tutaweza kuendelea zaidi, muda umeenda, lakini hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Tunahitaji kuongea Biblia, kuwaza Biblia, na mimi namfurahi sana kaka huyo anayonia kujua Biblia. Yamkini najua, maana of course pia kuna wakati mwingine mimi naamini kabisa watu wanauliza maswali wanayojua. Amina. Lakini anayojua lazima atapata kitu Bwana anamuongezea. Na mimi nasema hivi, ukiongea hata kama kitu ilikuwa na kuuma, inakata mara moja. Hata kama ulikuwa unakohoa, hata kama ulikuwa unajisikia vibaya, kwa sababu Bwana utazama neno lake ili apate kufanya nini? Maneno mengi na vunja na fyeka na teketeza na lani, hayo ni ya kwako. Neno lake linasemaje? Ninaomba Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, takatifu Baba mweza wa yote, wewe ni mwema, maana umeweka msingi wa kitabu cha Waamuzi. Kwa neema yako Baba wa rehema, tutaendelea Baba kujifunza neno lako, nawe ukipata kutufundisha Baba, ili tupate kuelewa. Maandalizi ya moyo ya mwanadamu, jawabu ulimo kutoka kwako Bwana. Baba, kusoma ni ya kwetu sisi, na kuelewa kwetu Baba ni wewe ndio utakayetupa kibali atuelewe. Maana ni Roho Mtakatifu ndio anaweza kufungua mafumbo yako. Baba, watakatifu wako waliekaa mpaka muda huu, neno lako liwatamie, neno lako lifungue nafsi, roho na mwili. Baba, wale wanayechelewa kupata usingizi leo wapate usingizi vizuri na mapema. Baba, wale wanayekosa kuwa na hamu leo wawe na hamu ya kula. Baba wa rehema, waingiapo Baba usingizini kulala, Baba waumbe tena upya, uwatakaze, uwaweke huru, ungoe mapando yote Baba, uvunje maagano yote na mabaya aliyepangwa kinyume nao Baba, katika usiku huu na katika mwezi huu na katika mwaka huu Baba, tunabatilisha kwa ukweli wa neno lako. Neno lako liwatamia na kuwafunika, na Baba, ni kweli ufalme wako upatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu ndio huiteka Baba, na wafanya kuwa ni wenye nguvu katika Baba uwezesho wa Roho Mtakatifu. Na kuanzia sasa Baba wa rehema, kama ulivyosema unapenda wakupendao na wakutafutao kwa bidii, maana wao ndio watakaye kuona. Hawa wote wakuone Baba, kama ninavyokuona wakuone Baba wa rehema. Baba, natukuza jina lako, maana wakikuona wewe, wana wa Israeli waliona uwepo wako kupitia nguzo la wingu mchana na nguzo la moto usiku, na Baba walikuwa chini ya ulinzi wako. Hata magonjwa Baba haikuwasumbua, hata mabaya hayakuwasumbua, hata maadui zao nao wakatoka mbele zao Baba wa rehema kama moto lao. Toka mbele ya watakatifu wako Baba wa rehema, na katika huo uwepo wako Baba
iliyefanya Waisraeli baba wa rehema wale na kunywa baba miaka 40 pasipo kufanya kazi. Baba, nguo zao na viatu vyao havikuchakaa. Tazama watakatifu hao baba wa rehema. Baba, wako mbele zako Mungu mweza wa yote. Na baba wa rehema, wasipungukiwe na kitu. Wale na kunywa baba wa rehema, wavae vizuri viatu na mavazi baba. Nao baba wa rehema, wakitangaza fadhili zao kwa kuwawezesha baba mweza wa yote. Natangaza ukuu wako nikisema ni asante, na katika jina kuu lipitao majina yote, na wote tuseme ni Yoshua. Yoshua. Pigia Bwana makofi makubwa. Mimi mtu mwenye furaha. Wewe, if you're not happy, me myself I'm happy because the Lord is preaching for me also. If you're not happy, me I am happy. Kama wewe una furaha, mimi Mungu hata mimi ananifundisha hapa na furaha. Na mimi nasema mtu aliyekaa kwenye ibada hii, ukitoka mambo yote yatakwenda kufunguka. Basi nafikia mwisho, na jina la Bwana libarikiwe sana, mtakatifu wa Bwana.